Shangilia tena Bwana kwa makofi makubwa. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu ametupa neema tena ya kuwa mbele zake kwa mchana wa leo. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Na ninawatakia mchana wa amani na baraka. Kwa wale ambao hawakupata neema ya kuingia kwa juma, ninaitwa kwa majina ya Mulume Kalende. Ninafanya huduma ya Mungu hapo kwa kanisa la Wikem Sepake Mo Carmel Irambo, na niko mwana wa nyumbani pia hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Tulianza pamoja juma hili somo linaloitwa aina 5 za mavazi ambazo Yusufu alizozivaa katika mapito ya uaminifu wake. Na leo tutachambua somo la 5 au aina ya 5 ya vazi la 5, kwa sababu kwa juma tumezungumzia vazi 4 na hatutashinda tena kurudilia yale yote tuliyoyazungumzia kwa juma. Lakini ukiwa unahitaji mafundisho yale, tunaweza kufanya syllabus na unaweza kuona Pastor Cesar kusudi tujue wangapi wanahitaji kusoma ile syllabus, tuitengeneze na tunaweza kuitia kwa mikono yake kama unahitaji kujua au kusoma na kuelewa ile mafundisho yetu yote. Lakini leo kwa muda huu tutazungumzia vazi la 5. Tumesisitiza katika juma ya kwamba vazi ni lile linawakilisha au linajulisha mvaaji, na ikiwa vazi ni kitu kinajulisha mvaaji, tulisisitiza kusema ya kwamba sisi kama Wakristo tunapaswa kutambulikana na kuwa tofauti katika ulimwengu hata kupitia mavazi yetu. Lakini pia tukasema ya kwamba tumuvae Yesu Kristo, sababu Yesu Kristo ndilo vazi tulilopewa na Baba. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tunaweza kusoma maneno ya Mungu katika kitabu kile cha Mwanzo sura 41. Tunaanza mstari wake wa 41 hadi 44. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Farao akamwambia Yusufu, tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akavua pete yake na muhuri mkononi mwake, akaitia mkononi mwa Yusufu, akamuvika mavazi ya kitani nzuri na kumutia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo. Na watu wakapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu. Mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi ya Misri. Jina la Bwana libarikiwe. Vazi la 5 njo tutazungumzia sasa. Vazi ambalo linatangaza utawala. Vazi ambalo linatangaza mafanikio. Vazi ambalo linatangaza utukufu na heshima na maendeleo. Jo vazi la 5. Kwa juma tulizungumzia mavazi mengine, vazi la gereza, vazi la utafsiri, vazi la baba, lakini yale mavazi yote yalikuwa yakiandaa hili vazi ambalo tunazungumzia hapa, vazi la 5, ambalo ni vazi linatangaza heshima ya kuinuliwa, linatangaza heshima ya kubarikiwa, linatangaza heshima ya utawala. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akuvalishe lile vazi la utawala asubuhi ya leo. Yusufu baada ya
kutolea mfalme Farao tafsiri ya ndoto alizoziota. Yusufu anaitwa, anakuja mbele ya Farao, anatoka gerezani, anakuja kwa kutafsiri ndoto ambazo zilihangaisha mfalme. Mfalme aliwayawaya katika mawazo, aliita wakuu wa nchi yake, aliita wanganga wa nchi yake, aliita wenye elimu kusudi wamtafsirie ndoto, wakashindwa. Lakini Yusufu mtu wa Mungu alipofika akamtafsiria zile ndoto kwa uongozi wa Mungu. Na alipomaliza kuzitafsiri zile ndoto, walihitaji mtu atakaye husika sasa na usalama wa uchumi kwa kulinda ghala za nchi yote nzima ya Misri. Baada ya kuzungumuza mfalme Farao, akisha kuzungumuza na konseye yake yote, nani mtu mwenye anaweza kufanya hii kazi? Sababu tumeambiwa kutakuwa miaka 7 ya njala, miaka 7 ya shibe na miaka 7 ya njala. Nani sasa atakayefanya hii kazi? Mtu alikosekana. We chunga ule mtoto mzuri, kijana, chunga ule mtoto mwenye iko anaita pale. Mungu mwenye alimchagua Yusufu alimupitia Farao. Kwa kumupitia Farao, Farao akauliza konseye yake, ni nani mtu mwenye tutaweka sasa wa kulinda uchumi, wa kulinda vile vitu vyote tutakavyovikusanya, zile ghala za chakula tutakazozikusanya? Nani mtu mwenye atakuwa amezuri kwa kuvichunga? Nani mtu mwenye atakuwa na ile competence? Mtu akakosekana. Na ninataka nikwambie ya kwamba Mungu anapotafutia mwenye haki wake kitu, au Mungu anapotafuta kuinua mwenye haki wake, wakati mwingine mtu anakosekanaka kusudi mwenye haki apate nafasi. Jina la Bwana libarikiwe. Kama Mungu anataka kuinua mtu wake, kama Mungu anataka kueleve mtu wake, anataka kumheshimisha, banatafutaka mtu kwa ile nafasi yenye iko inatafutiwa, na mtu anakosekana. Ingawaje wenye akili walikuwa katika Misri, ingawaje wasomi walikuwa katika Misri, katika konsei ya mfalme Farao, lakini mtu wa kutawala au mtu wa kuchunga uchumi wa nchi alikosekana kwa Misri yote mzima. Si kwamba hawakukuwa na akili, si kwamba hawakukuwa na ujuzi, si kwamba hawakukuwa na ile kompetence ya kuifanya, lakini Mungu alitaka ainue mtumishi wake Yusufu na amuweke kwenye nafasi ya utawala. Mungu akuinue mchana wa leo, akuweke kwenye nafasi ya utawala kama unaendelea kubaki katika maisha ya uaminifu. Jina la Bwana libarikiwe. Yusufu anaitwa. Mfalme Farao anasema, tupate wapi mtu wa namna kama hii, mwenye kujaa Roho wa Mungu, mwenye tunaweza kuweka kwa utawala ili aongoze uchumi wa nchi yetu? Wote wakapatana, shwa ikatombe sir Joseph. Haleluya! Shwa ikatombe ku Joseph. Wote wakasema Yusufu na njo mwenye anastahili kuinuliwa. Na pale pale Yusufu akawekwa kuwa waziri mkuu wa Misri. Jina la Bwana libarikiwe. Yusufu ndoto yake ikatimia. Unajua wakati alikuwa pamoja na ndugu zake, ni kule aliota ndoto kwamba wandugu zake siku moja watamuinamia, kwamba jua na mwezi na nyota vitamuinamia. Lakini ndoto ilikuwa haijakamilika. Kwa vazi la 5 sasa ndio ndoto inakamilika, ndoto ya elevation, vazi la kuinuliwa, vazi la kubarikiwa, vazi la kutoka katika mateso na mtu anaingia katika furaha ya ufalme na utawala. Jina la Bwana libarikiwe. Yusufu anavikwa vazi na mfalme kama vile tumesoma hapa sasa. Hapa ndipo mfalme sasa anamuvika lile vazi la utawala. Mfalme anavua pete, anakamata hatana kashe, anamupatia, anasema tangu leo
wewe ndiwe umekuwa waziri mkuu katika nchi ya Misri, na hakuna mtu mwingine mwenye atanyosha mkono au mguu yake juu yako nyuma ya mimi Farao, ni wewe Yusufu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndoto ya Yusufu ikatimia. Vazi la 5 likatangaza furaha, likatangaza kuinuliwa, likatangaza baraka. Mateso yameisha, inakuwa ni baraka sasa. Mateso yameisha, inakuwa ni furaha sasa. Mateso yameisha, inakuwa sasa ni utawala, kipindi cha utawala. Jina la Bwana libarikiwe. Hivi ndivyo tutakavyokuwa wateule wa Mungu. Bwana Yesu Kristo atakapokuja, parapanda itakapolia, Yesu atakapokuja mwenyewe kulichukua kanisa, atatuondoa katika mateso ya hapa chini ya jua, na sisi tutanyakuliwa, tunaingia katika furaha ya milele. Jina la Bwana libarikiwe. Na huko tutatawala milele na milele. Yesu asifiwe sana. Tutatawala milele na milele katika ufalme wa mbinguni. Waimbaji wameimba wimbo mzuri tena, wanasema na Mungu atavuta kila chozi, ataondoa maumivu yote. Haleluya! Ataondoa maumivu yote, mateso yote tuliyoyapitia katika ulimwengu huu, shida zote tulizozikutana nazo, mavazi yenye tulivalishwa. Kuna wengine wanatuvika mavazi zenye hatujui, mavazi za kutusema sheni bachawi, wanatuvika mavazi za uchawi, mara wanatuvika mavazi za ukahaba, mara wanatuvika mavazi za uongo, sijui mavazi ya kila namna. Lakini asubuhi ya milele, haleluya, asubuhi ya milele ikifika, huko mbinguni hatutalia tena, na Mungu ataondoa maumivu yetu yote, na Mungu atavuta kila chozi. Tutasahau mateso ya dunia. Mateso yangu hayazuru tena, nitasahau yote kwake Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe na mimi, Mungu atujalie neema, ile siku ya unyakuo tunyakuliwe, tusahau mateso ya dunia. Yako mambo mengi yanatusumbua hapa dunia, yanavunja mioyo, yanatisha mioyo, lakini asubuhi ya milele huko mbinguni hatutalia tena. Jina la Bwana libarikiwe. Linalokupasa ni kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Linalokupasa ni kuweka matumaini yako mbele za Mungu. Paulo mtume katika barua yake ya pili kwa Wakorinto anasema, kwa maana ziki yetu nyepesi iliyo ya muda kitambo yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi. Amen. Utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi. Alimaanisha kuna mateso hapa chini ya jua, lakini mateso tunayoyapitia ni ya muda kidogo. Amen. Ni ya muda kidogo. Usijali mateso ulio nayo, usijali matatizo na shida unazokutanana nazo, ni ya muda kidogo. Lakini anaambia Warumi pia kwa sura ile ya 8 na mstari wa 11, anasema kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu. Amen. Mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Jina la Bwana libarikiwe. Hata kama ukutanane na shida, hata kama ukutanane na mateso, hata kama ukutanane na magumu, vita, shida mbalimbali katika maisha, ile ni ya muda kidogo. Isikupotezee imani, isikupotezee uaminifu. Unaweza kula kabu chungu leo na kesho inakuwa vyagutia mugulu ya mbuzi au mugulu ya ngombe mufrigo. Wangapi wanaamini ili wampepee Yesu Kristo? Haleluya! Leo inaweza kuwa kabu chungu, leo inaweza kuwa bishogolo, lakini kesho inakuwa mugulu ya mbuzi mufrigo. Watoto wanakuwa wanakata kidogo, kama ni kuchoma wanachoma, kama ni kuchoma wanachoma, kwa utukufu wa Bwana Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu njoo anainuaka, haiko mwanadamu. Mungu njoo mwenye anatuinuaka. Na Mungu akituvika vazi la heshima, ili vazi la 5 la kuinuliwa, hakuna mwanadamu anaweza kushusha hata mmoja. Kama ni Mungu alisema nitainua, na atainua tu. Kwa ibada ya kwanza nilisema ya kwamba cheba toka
ifo. Toki sibana tusema kase bani ifo. Cheba toka ifo kwenye Mungu alitutoshaka ni mbali sana. Tunakuwaka shie na ushuhuda ya ajabu. Nilisema ya kwamba kule kwenye tulizaliwa tuko batoto badogo, kitu moja yenye tulikuwa tunasikia yenye tunaweza pana kama histoire ni mungurumo ya mutoni yenye nakuwaga kule kwetu Luvubu. Ile mutoni wanaiita Luvubu. Mungurumo yake tu ndio tulikuwaga tunasikia. Hakuna vingine vyenye tunaweza sema kama histoire, aseme na shetu kaonaka magari, aseme na shetu kaonaka atakinga. Mungurumo tu ya ile mutoni yenye wanaita Luvubu, unalala usiku uko unasikia ile tu. Mimi nadhani mzee mzazi anajua ile mutoni ya Luvubu. Haiko vile mzee wangu anaielewa sana. Banifo ile tu. Lakini sasa sababu Mungu ndio anainuaka, haleluya, Mungu alitosha barevera kule, Mungu alitosha barepresenta kule, Mungu alitosha badokter kule, Mungu alitosha bapasteur kule, Mungu alitosha balisansie banani, sijui niseme nini. Jina la Bwana libarikiwe. Tulikuwa tuko watoto, tuko tunatembeza magari ya mitiritiri ya migomba. Ndio unafungi, unatia muti kule chini, mgulu moja hapa, mgulu ingine hapa, unaenda fasi ya mteremuko hivi, aseme na mimi natatembeza gari. Unakanyaga hapa, unakanyaga na hapa, bahati mubaya yako ukuye swata ile imuti, uache ile mutiritiri hiyo na ikalako. Mimi ningaliki na cicatrice hapa haiyaponaka. Niliswataka ile imuti, nikaenda na labulula mgulu chini mpaka kukamenyuka kote. Lakini sasa leo tunaanza tembeza magari. Haleluya! Leo tunaanza tembelea magari. Leo tunaanza ishi katika nyumba za kifahari. Leo tunaanza ona matala za mjini. Nikikumbuka, jina la Bwana libarikiwe. Nilisema sijauza gari na sijajenga nyumba, lakini niko na imani sitazeeka bila kutembelea gari. Haleluya! Mungu njo anainuaka. Usijali mateso yako, usijali shida zako, lakini ujue ni Mungu anainuaka. Uwe na matumaini, uweke matumaini tu kwa Mungu. Zile shida zote zenye uko napitia, uziweke kwa Mungu na uwe kama Yusufu. Yusufu hakujali mateso yote, Yusufu hakujali zile shida zote, Yusufu hakujali ile mavazi yote ya mateso yenye alipitia, lakini hii vazi ya 5 ilimufundisha kuinua wengine, ilimufundisha kusamehe wengine, ilimufundisha kusaidia wengine. Mungu akufanye kama Yusufu. Nitakupatia angalisho kidogo. Hii vazi la 5 ni vazi nzuri la kuinuliwa na la kuheshimisha, lakini lina matata yake. Wako watu wengine wakati Mungu anawainua wanasahau kwenye walitokaka. Na kama mtu napenda ukue mtu wa valeur, il faut se rappeler de ton passé. Kama hauwezi kukumbuka passé yako, hauwezi kuwa mtu mwenye uko na intelligence yenye iko normal. Yusufu hata kama ndugu zake walimfanyia njama za kumuua, za kumuangamiza, lakini wakati aliinuliwa alionekana kuwa msaada kwa jamaa lake. Amen. Lakini pia hakuonekana kufanya kiburi, aseme jua lilotaka jua na mwezi binamuinamia, aseme aitike baba yake na yakuye amuinamie sababu yeye ndio anakuwa premier ministre. Hapana. Vijana niko nawaambia tuchunge heshima za wazazi. Hata kama Mungu anatuinua tunakuwa kwa ngazi za juu, tujue mzazi ni mzazi. Amen. Usimdharau mzazi kama unapenda kuinuliwa. Usimdharau mzazi kama unapenda kubarikiwa. Mungu atubariki kwa asubuhi ya leo, kwa mchana wa leo. Atufanye kama Yusufu, tuwe watu wa kuwainua wengine, tuwe watu wa kuwasamehe wengine, tuwe watu wa kuona mateso ya wengine, tusiwe watu wa kujipendelea kama shida hii yenye tuko nayo katika nchi ya Kongo. Tuna magumu katika nchi ya Kongo. Sababu gani? Watu wenye tuko nao ni watu wenyewe wanapenda maentere zao wenyewe.
Les gens veulent s'enrichir eux-mêmes na hawahangaike na wengine, na njoo matatizo yenye tuko nayo Mkongo. Lakini Mungu akusaidie wewe uliye Mkristo wa kanisa la Smirna, akufanye kuwa Yusufu katika jamaa lako. Haleluya! Akufanye kuwa Yusufu ndani ya kanisa hili, uwe mtu wa kuinua wengine, uwe mtu wa kusamehe wengine, uwe mtu wa kusaidia wengine na wa kuona mateso ya wengine. Jina la Bwana libarikiwe. Tusiprofite wakati, sababu wakati hii hatua inafika ya vazi la 5, watu wengine wanajiumbia masababu na wanasahau uwepo wa Mungu. Mtu akikosewa na uwepo wa Mungu, ule mtu anakuwa uchi, hana tena thamani yoyote. Tujikaze, tubaki waaminifu mbele za Mungu, na Mungu atubariki na alibariki neno lake. Amen. Sasa ninataka kuuliza kama kuna watu ambao wanataka kutengeneza maisha yao. Watu ambao wanataka kutengeneza maisha yao. Mateso ya dunia imekukosesha uaminifu. Mateso ya dunia imekuingiza katika hatua za kumsahau Mungu. Na leo tuna meza ya Bwana. Sitake hii meza ya Bwana kwako iwe laana, lakini nataka hii meza ya Bwana iwe baraka kwako na ilete nguvu ya uaminifu katika kanisa lake. Ukisikia kuna jambo la kutengeneza mbele za Mungu, nyosha mkono tukuombee Mungu mbele ya kumaliza. Mtu mwenye anataka kujipatanisha na Mungu mbele ya kutumia hii meza matakatifu, sababu ni meza matakatifu. Sitaki mtu atumie meza matakatifu awe kama vile amejipatia laana ya nafsi yake mwenyewe. Kuna mkono kule nyuma, sogea huku baba, sogea huku mbele. Mtu mwingine ambaye iko tayari kujipatanisha na Mungu, usiseme tunamaliza mbio. Mateso yetu hayazuru tena, sababu tutasahau yote kwake Yesu. Na wenyewe watapanguzwa machozi, wenyewe watavutwa machozi ni wale waliofua mavazi yao katika damu ya mwana kondoo. Kama ni huyu tu njo amesikia kutengeneza maisha yake, tunashukuru Mungu, sababu mbinguni wanashangilia kwa ajili ya mtu mmoja, kondoo moja ambaye ameokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Kama na wewe ungali kwenye uko, usiseme tunafanya haraka. Kuja kwa Yesu. Kuja kwa Yesu. Usifikiri Mungu atakuinua. Tutafanya maombi juu ya mahitaji. Usifikiri Mungu atakuinua wakati uko na ogelea katika dhambi kila siku itwayo leo. Hapana. Mungu anajuaka kuwainua waaminifu. Mungu anajuaka kuwainua wale watu wenye wanafika mbele zake na mioyo ya kunyenyekea, mioyo ya kupondekana, mioyo ya kushuka, mioyo ya kukiri jina la Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Wewe bado kuamini, labda uko katika mkutano, lakini na wewe unataka kuamini leo, unataka ubatizwe, unaweza kukaribia pia hapa. Hata saa hii kama unafika, tunaweza kukubatiza. Tulishakuwa na maji, haiko tena ile ya kununua ya kutusumbua. Hata saa hii ukisema ninaamua kumfuata Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kama uko katika mkutano, usingoya aseme nitangoya nifate darasa la ubatizo. Utalifata baadaye. Njoo kwa Yesu. Uamini Yesu akuokoe, uamini Yesu akutakase, uamini Yesu aongoze maisha yako. Tunataka kuomba kwa ajili ya hawa, kwa ajili ya utakaso. Lakini sasa pamoja na kuombea hawa, wale ambao wanajisikia kwamba wanahitaji kufanywa kama Yusufu kwa mchana wa leo, wale wanahitaji kufanywa kama Yusufu, kuinuliwa, kubarikiwa, kutoshwa katika ile mavazi ya mateso inayowasumbua, msimame mahali mulipo. Tutaomba Mungu kwa mara moja kusudi tukomboe wakati. Una mizigo, una matatizo, una shida zinazokulemea, zinazokusumbua, simama tukuombee Mungu akufanye kama Yusufu mchana wa leo. Abadilishe yale mavazi ya mateso ambayo shetani amekuvika. Nitamusihi baba afike tena hapa kwa kufanya huduma ya kuwaombea hawa ambao wanataka kutengeneza maisha yao,
lakini pia kuombea mkutano. Mungu atuinue tena na Mungu atufanye tena upya, atengeneze wa Yusufu katika kanisa lake, katika nchi yake na katika province hii yetu ya Sud Kivu. Karibu Baba kwa maombi. Mwenyezi Mungu Baba yetu uliyetu mbinguni, tunasema asante tena sababu wewe ni kwa ajili ya neema ambayo tumeipata kutoka wewe, sikia neno la uzima ambalo limeanguka katikati ya mkutano. Mioyo ya watu imeguswa na watu wamefika mbele zako ili kwamba wapate kutengeneza maisha yao, waombe uzima mpya, waombe nguvu mpya, waombe neema mpya kwa ajili ya maisha yao. Tunawaombea kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sawa, unaweza kuwahurumia sababu wewe ni Mungu wa rehema. Kama unaweza kuwatakasa, kuwaosha kwa damu ya Yesu na kuwatengeneza, kuwafanya kuwa mawe yaliyo hai, watu ambao watalifaa kanisa, watajifalia wenyewe na kufalia societe mzima. Ile neema tunaiomba kwa ajili yao. Pembeni ya hayo tunainua kanisa lako lote nzima katika mikono yako. Wewe ndiwe unajua kila mmoja. Wewe ndiwe ulituita. Wewe ndiwe umetuweka duniani, na kwa nyakati hizi unajua yale maisha ambayo kila mmoja anayaishi. Tunawaombea kwa jina la Yesu Kristo kwamba wafanye kuwa wa Yusufu, kubali kuwavalisha yale mavazi ya utawala. Mungu wape neema, waongoze, wape neema, watawale, wape neema, waende juu, wape neema, waongezeke, wape neema, waone utukufu wako katika maisha yao ya kila siku, waendelee kutembea pamoja na wewe. Tuna lazima ya wa Yusufu kwa ajili ya kuokoa nchi ya Kongo. Tuna lazima ya wa Yusufu kwa ajili ya kusaidia kanisa kuendelea mbele. Tuna lazima ya wa Yusufu ndani ya jamaa zetu. Uifanye kwa ajili ya hawa, maana wewe hauna ubaguzi wala upendeleo. Wote wanaokuja kwako unabadilisha historia ya maisha yao, na hawa tunawaombea wache historia ya maisha yao ipate kubadilika, waone wema wako na utukufu wako katika maisha yao. Tunawaombea ile neema kwa jina la Yesu. Amina. Amen.